kwa upande wa Simba, na tunaweza kusema huyu ndiye ambaye anaweza akaibeba Simba mabegani kwake katika hatua hizi za robo finali, hasa tukiuangaza huu mchezo wa ugenini. Nira, wewe unadhani ni mchezaji gani anaweza kuibeba Simba katika mchezo wa ugenini? Wapo wachezaji wengi ambao wanaweza kuibeba Simba katika mchezo huo ugenini, hasa tukianza kwenye wale experience players. Tukija kumwangalia mtu kama Fabrice Luamba Ngoma, na ana experience kubwa sana michezo hii ya kimataifa. Ukija kuangalia ameshawahi kucheza finali na ameshawahi kuchukua ubingwa wa mashindano haya akiwa na Raja Club Athletic, ameshawahi kufika finali akiwa na AS Vita Club. Ile experience yake ya mashindano makubwa kama haya, Fabrice Luamba Ngoma, inaweza kuwa ni msaada mkubwa sana kwa Simba Sports Club. Kwenye mechi kama hizi kuna muda unahitaji kuwa na wachezaji ambao wana experience kubwa ili mradi uweze kupiga hatua moja kwenda mbele. Hata kipindi ambacho Young Africans wanafanya vizuri walikuwa na Juma Shaban Soda ya Bemba. Kwa hiyo unakuja kuona ni jinsi gani ambavyo Fabrice Luamba Ngoma ni moja kati ya watu ambao wanaweza kwenda kuisaidia Simba Sports Club kwenye mchezo kama huu. Mchezaji mwingine ambaye namuona kwa jicho la tatu ni Kibu Denis Prosper. Work rate yake, energy yake anayotumia uwanjani, jinsi ambavyo anapambana kuipambania nembo ya Simba Sports Club, inaweza ikawa sababu pekee ya kuweza kuwafanya Simba wamfikirie zaidi na kuwa ni tegemezi la Simba Sports Club kwenye michezo ya kimataifa. Ukija kuangalia kwenye michezo ya kimataifa, top scorer wa Simba ni Kibu Denis Prosper. Kwa hiyo mimi naamini kwamba ana uwezo mkubwa kwenda kuendeleza kile ambacho amekianza katika msimu huu. Hata Elie Mpanzu Kibisawara ana performance nzuri, kama ataamka akiwa timamu hana tatizo lolote, anaweza kwenda kuibeba Simba mbegani mwake na kwenda kuwapa wakati mgumu sana timu kutoka pale Misri, Al Masry. Na kuna mchezaji ambaye mara nyingi sana huyu hakai midomoni mwa watu, lakini anakuaga ni surprise kwenye michezo mikubwa. Kwenye mchezo dhidi ya Sfaxien alifanya kitu kikubwa sana. Huyu ni Jean Sharea wa anaweza kwenda kuiamua hii mechi kupitia miguu yake. Ni mchezaji ambaye ana uwezo kufunga magoli kwenye njia zote ambazo mchezaji wa mpira miguu anatakiwa kufunga. Ana uwezo kuscore kutumia kichwa, ana uwezo kuscore kutumia mguu wake wa kulia na mguu wake wa kushoto, anaweza kufunga kwenye set pieces. Tunaona jinsi gani kuna muda anashambulia nafasi ambayo ipo wazi. Mfano mwepesi kwenye mchezo dhidi ya Sfaxien ilipigwa pasi ndefu na Shefondo Maron, touch ya kwanza kwa Lionel Ateba, lakini pasi ambavyo alireceive yeye hakuwa na maamuzi mawili ya kufanya. Aliupiga mpira mzuri kuelekea wavuni na kuipa Simba uongozi na kuifanya Simba uweze kupata matokeo katika ardhi ya Tunis. Kwa hiyo kwenye mchezo kama huu unahitaji wachezaji wako hawa ambao nimekutajia wawe kwenye performance bora kabisa ili mradi waweze kuibeba timu yako. Kwa hiyo mimi naamini kwamba Simba Sports Club wakiwa na wachezaji wao wa 4 uwanjani kwenye performance yao bora kabisa, basi Al Masry wana kazi kubwa sana